Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kwanza nianze kwa kumshukuru Mungu kunipa nafasi ya kusimama ndani ya bunge hili, lakini nimshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mambo mema ambayo ameyafanya katika jimbo letu la Buchosa. Tumejengewa minara ya mawasiliano kwenye visiwa vyetu. Hivi sasa mawasiliano yameboreka sana. Kwa hiyo nilikuwa naomba tu Mheshimiwa Waziri, ukipata mnara mwingine mahali popote, bado sehemu ya Irigamba kuna changamoto kubwa kidogo ya mawasiliano. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu Mheshimiwa Waziri alianza kwa kushukuru mume wake, leo na mimi nimshukuru mke wangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimshukuru sana mke wangu Veneranda Ephraim Kavishe kwa namna ambavyo analea familia yangu mimi nikiwa hapa bungeni, lakini namna ambavyo anasimamia biashara zangu. Mama, nakushukuru sana, Mungu akubariki. Mheshimiwa Mwenyekiti, neno la Mungu linasema katika Danieli 12 mstari wa 4 kwamba lakini ewe Danieli, yafunge maneno haya ukayatie muhuri kitabu, hata wakati wa mwisho wengi wataenda mbio huko na huko na maarifa yataongezeka. Mheshimiwa Mwenyekiti, maarifa yameongezeka. Mungu aliiona dunia tunayoishi sasa wakati wa Danieli. Aliona kutakuwa na Instagram, aliona kutakuwa na Imo, aliona kutakuwa na Snapchat, kutakuwa na TikTok toka kule. Lakini huku anaweka hayo mawazo ndani ya akili za wanadamu, wanatengeneza mambo ambayo Mungu aliyaona muda mrefu uliopita. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ulimwengu huu ambao unabadilika kwa kasi, katika ulimwengu huu ambao maarifa yameongezeka, teknolojia imebadilika, watu wamebadilisha namna ya kuwasiliana, watu wamebadilisha namna ya kufanya biashara, imebadilika namna ya kutibu watu, kila kitu kimebadilika. Ninapozungumza Mheshimiwa Mwenyekiti, ndani ya ukumbi huu leo, watumiaji wa smartphone katika nchi yangu ya Tanzania ni asilimia 41. Watumiaji wa simu za mkononi ambazo huko nyuma zilikuwa hazipo, kwa ujumla wao ni asilimia 87. Watumiaji wa mitandao ya kijamii ni asilimia milioni 53. Mheshimiwa Mwenyekiti, dunia imebadilika, na mimi Mheshimiwa Mwenyekiti niseme wazi, ni mdau mkuu wa mawasiliano kwa miaka mingi. Nimefanya kazi kwenye eneo hili kama mfanyabiashara wa mawasiliano kwa miaka mingi. Sasa Tanzania imepiga hatua kubwa sana kwenye eneo la mawasiliano. Nampongeza sana Mheshimiwa Waziri na wizara nzima ya mawasiliano. Napongeza sana TCRA kwa kazi nzuri ambayo inafanyika. Juzi nilikuwa na mazungumzo marefu kidogo na mkurugenzi wa TCRA ambaye amemaliza muda wake, na nilikuwa na mazungumzo naye kwenye maeneo matatu. Kama nanisikia ataelewa ninachokizungumza. Nizungumza naye Mheshimiwa Mwenyekiti juu ya malalamiko na manung'uniko ya watu wetu. Na mimi kama mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, niko hapa kuwawakilisha watu wa nchi yangu. Niko hapa kuwawakilisha wananchi wa Buchosa na Watanzania kwa ujumla. Mheshimiwa Mwenyekiti, hata nyie humu ndani ni mashahidi, na mimi sijaja hapa kumshtaki mtu, lakini natimiza wajibu wangu. Wananchi wangu wanalalamika juu ya mambo makubwa matatu. Data, ambacho sasa hivi ni basic need, ni mahitaji ya muhimu kwa kila mtu. Tunahitaji hewa, chakula, malazi, lakini naona kuna jambo la 4 linaongezeka kwenye maisha ya mwanadamu, kwamba mwanadamu ili aishi anahitaji data. Sasa wanasema data ni expensive. Data zina gharama kubwa, na kinachowasikitisha wananchi wetu kweli, cha kwanza ni pale anaponunua bando la siku 7, alafu inafika siku 7 bando halijaisha, alafu data zilizobaki zinapotea. Wanalalamika, hawana furaha, hawana amani. Rais wetu ameamua kuwapa wananchi wake tabasamu. Wananchi hawana tabasamu kwenye eneo hili. Umenunua bando la siku 7, siku 7 zikifika umebakiza GB 2, zinapotea. Zinakwenda wapi? Wananchi wanauliza. Jambo la pili, umenunua bando ya siku 7, lakini siku 7 zifiki. Mheshimiwa Bunge, nikiwauliza hapa ndani, nani ashaye kununua bando la siku 7 ikafika siku 7?
Hakuna. Wengi mtasema inategemea na matumizi ya mtu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaponunua kingamuzi cha Azam cha siku 30, siku 30 zinafika, na ofisini kwangu ninaponunua wifi ya mwezi inafika mwezi. Sana sana nikitumia vibaya inapunguza speed, lakini mwezi unafika. Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi wangu wanasema hapo kuna jambo haliko wazi. Lazima jambo liwepo wazi. Mheshimiwa Waziri, wananchi wanasema kuna jambo haliko wazi. Siwezi kusema kuna wizi, sina uhakika, lakini kuna jambo haliko wazi. Jambo la pili, unaponunua bando ya kuongea voice, ukiongea na bando ya voice ikiisha ile bando, wanahamia moja kwa moja kwenye wallet yako, kwenye fedha za kwenye simu yako, wanaanza kuzitumia bila wewe kuopti. Sio sawa. Nimenunua bando ya kutumia kwa siku 5, ikiisha usiende kwenye fedha zangu kwenye wallet bila kuniuliza. Niulize mimi nikubali. Wananchi wangu wanalalamika. Nimezungumza hii na mkurugenzi aliyepita, akanipa kijana nikaongea naye, hatukufikia vizuri hatima yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, nafahamu kampuni za simu zinahitaji faida. Na zinapataje faida? Zinapata faida kwa kitu kinaitwa ARPU, average revenue per user. Yaani mtu mmoja anatumia kiasi gani? The higher the ARPU ndio wanapata faida. Ikiwa chini wanapata hasara. Wanafanya kile kinachowezekana kuona kwamba watu wanaendelea kutumia data ili waendelee kupata faida. Hakuna ubaya. Wanapata faida, wanalipa kodi. Ombi langu mimi ni moja. Naponunua bando imalize siku 7. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikusomea kitu kimoja hapa. South Africa, nchi ambayo ina kampuni ya Vodacom kama sisi, wananchi walalamika kama ninavyozungumza mimi. Wakalalamika, wakatisha kwenda mahakamani. Wiki iliyopita ICASA, Independent Communication Authority of South Africa, imepitisha regulation mpya ya kwamba kuanzia tarehe 23 mwezi Januari mwakani 27, bando haliozi, bando halichachi. Hayo sio yangu, nenda mtandaoni ukasome. Na data ninayo hapa, inasema hivi, naomba nisome kwa haraka. Inasema ICASA moves to allow rollover of unused mobile data. Yaani kinachofanyika ni rollover. Data imebaki, una rollover, unaenda nayo kwenye mazao mengine unaonunua hapo mbele. Wananchi wa nchi yangu hawataki kuona bando yao inapotea. Wanahisi wanaibiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitoe ushauri. Muda utoshi. La kwanza, ushauri wangu wa kwanza, tunacho kitu kinaitwa TCRA CCC. TCRA Consumers Consultative Council, baraza la walaji. Na aliomba baraza la walaji litimize wajibu wake kwa kuwatetea wananchi wa nchi hii. Liko hapa lisimamie interest za watu. Kuna uwazi hauko wazi, lisimamie mambo yawe wazi, watu waelewe bando lao linakwenda wapi. Wananchi wananungunika. Jambo la pili, mimi nashukuru sana kampuni za simu zinafanya kazi kubwa. Hamna ubaya. Wametoa mchango mkubwa sana kwa maendeleo ya nchi yetu. Naomba kitu kimoja muhimu. Wafikirie kufanya kama wenzao South Africa wanavyofanya. Wafanye rollover ya bando. Kenya wanafanya. Uganda wanafanya. Rwanda wanafanya. What is wrong with Tanzania? Naomba, wangu ni ushauri. Rollover ifanyike. Bando ikifika mwisho, sijaitumia nihame nayo. La pili, la tatu. Naomba sana Mheshimiwa Waziri na kuomba dadangu. Umekuja kwenye wizara, acha alama. Acha Tanzania kukumbuka kwamba alipokuwepo Angela, bando ilishuka ikawa bei rahisi. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa hivi kuna umaskini mwingine mpya, umaskini wa data. Mtu akiwa hana data anakuwa maskini. Mtoto wetu hawezi kupost, hawezi kufanya chochote mtandaoni kwa sababu hana data. Kama tunataka kupromote digital economy, data iwe affordable, data iwe cheaper. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Asante sana kunipa muda, naunga mkono wewe.